Baraza la mawaziri la Zimbabwe limeidhinisha mabadiliko ya katiba yanayolenga kuongeza muda wa uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa hadi mwaka 2030, hatua ambayo imezua hasira na mijadala kutoka kwa vyama vya upinzani ambavyo vinasema mabadiliko hayo yanapaswa kuidhinishwa kupitia kura ya maoni ya kitaifa. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 aliingia madarakani mwaka 2017 kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi yaliyomwondoa madarakani Robert Mugabe, na chama chake cha ZANU-PF kilitangaza Oktoba mpango wa kuongeza muda wake wa uongozi zaidi ya mwaka 2028. Kwa mujibu wa taarifa ya baraza la mawaziri, marekebisho yaliyoidhinishwa yanajumuisha kuongeza muda wa urais kutoka miaka 5 hadi 7 na kulipa bunge mamlaka ya kumchagua rais badala ya wananchi kupiga kura moja kwa moja. Muswada huo utapitia uchambuzi wa kisheria na mwanasheria mkuu kabla ya kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali na kuwasilishwa bungeni, alisema waziri wa sheria Ziambi. Pia marekebisho mengine yanamruhusu rais kuteua maseneta 10 zaidi, hatua itakayoongeza idadi ya wajumbe wa Senate hadi 90. Wanasiasa wa upinzani na wachambuzi wanasema mabadiliko hayo yanahitaji kuungwa mkono na theluthi 2 ya wabunge katika mabunge yote mawili pamoja na kura ya maoni ya kitaifa. Mwanasiasa wa upinzani David Kotat amesema marekebisho yote yatakayoongeza muda wa rais aliyepo madarakani yanapaswa kupelekwa kwa wananchi, ambapo Profesa Lovemore Mathuku, mwanaharakati na mwanademokrasia, ameeleza kuwa hatua hiyo haikubaliki na inaweza kusababisha msukosuko mkubwa wa kisiasa. Mnangagwa alichaguliwa mwaka 2018 na tena mwaka 2023, lakini amekuwa akikabiliwa na tuhuma za kuruhusu rushwa na kukandamiza haki za binadamu. Jaribio la kuandamana kupinga ajenda ya mwaka 2030 limekumbana na udhibiti wa polisi, huku baadhi ya wanaharakati wakikamatwa na kufungwa.